Kwa namna ya pekee naomba niipongeze mahakama yetu, niipongeze muhimili wa mahakama kwa kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata huo mlundikano wa kesi tunaouona ni kwa sababu watu wana imani kubwa na mahakama na ndio maana wanaenda kupeleka mashauri yao. Hapa nimeona complaint kubwa katika kitabu cha hotuba ya kambi ya upinzani, wanasema mahakama haina uhuru, yani kama mahakama inaingiliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, uhuru wa mahakama umeanzia kwenye katiba kifungu namba 107B. Kutakuwa na kutekeleza mamlaka ya utoaji wa haki. Mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia masharti ya katiba na yale ya sheria ya nchi. Kuwapa mahakama uhuru wake umeanzia kwenye katiba. Lakini wenzetu wanashindwa kutofautisha kati ya mahakama za hakimu mkazi, wanawapongeza majaji kama sio sehemu ya mahakama. Utaratibu wa maamuzi ya mahakama ya chini kupelekwa katika mahakama ya rufaa ni utaratibu wa kimahakama. Uwe umeshinda, uwe umeshindwa. Kwa hiyo wao hawaziamini mahakama za chini, lakini wanawapongeza majaji, hawajui majaji na wenyewe ni sehemu ya mahakama. Mheshimiwa Mwenyekiti, limeongelea swala la katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, kupanga ni kuchagua. Hata baba anapopata hela nyumbani, matatizo yako mengi anaamua. Na ndio maana hata wao hela ya ruzuku inapopatikana wanaamua kukopeshana wabunge kununua magari. Japokuwa hawana ofisi, wanashindwa kujenga ofisi, wanakopeshana wabunge kununua magari. Mheshimiwa Mwenyekiti, naipongeza serikali kwa kuendelea kudumisha utawala wa sheria na katiba pamoja na kuboresha sheria mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia sheria ya madini imefanyiwa marekebisho, sheria ambayo ilikuwa kandamizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya vyama vya siasa ambayo ilikuwa kandamizi ilikuwa natoa mianya ya baadhi ya wenye viti, ruzuku inapopatikana wanaolea mke wa pili na watatu baada ya kufanyia vitu vingine vya chama. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria za mitandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi viongozi ni waathirika wakubwa sana wa sheria mbovu za mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa tunashuhudia wabunge wanadhalilishwa, wanamuziki wanadhalilishwa, watu maarufu. Kwa hiyo mimi naipongeza serikali kwa kuweka sheria kali za mitandao ili kukomesha tabia hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya statistics. Jana hapa tulishuhudia mheshimiwa mbunge akisema mkoa wa Tabora peke yake wanafunzi waliopewa mimba kwa mwaka mmoja ni 70,000. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu hizi zinaenda kwa watu huko. Watu wengi hawasomi, watu wengi wanapata data kutokana na kusikiliza. Sasa sheria zikiwa mbovu, watu watakuwa wanapata taarifa ambazo sio sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria za vyombo vya habari. Vyombo vya habari vimekuwa nguzo kubwa ya kudhalilisha watu, kutoa taarifa za uongo. Kwa hiyo hata sheria kali zilizowekwa zitasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa upotoshaji mkubwa ambao unafanywa na vyombo vya habari. La mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge mmoja ameomba uweke utaratibu katika katiba maalum katika upatikanaji wa viti maalum vya wanawake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninavyofahamu mimi, kila chama kimepewa mamlaka ya kuteua wabunge wa viti maalum. Kwa mfano CCM kuna makundi ya wanawake mikoani, wanachagua na wenyewe mikoani, kuna vyuo vikuu, kuna vijana, kuna walemavu. Kwa hiyo kila kundi limeweka utaratibu wake wa kuwapata kwa kupigiwa kura. Sasa wenzetu wana utaratibu wao ambao wamewachia watu wachache wanafanya huo uchaguzi. Na ndio maana umeona analalamika kuwa Mheshimiwa Polepole amewasema vibaya, lakini hawa wanalalamika kwa katiba haijasema wanapatikanaje. Kwa hiyo nyinyi wenyewe ndio mtapanga. Asante sana. Kuwa mama ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina All Purpose Cleaner, ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono, na tone kidogo tu povu kama lote. Na washauri kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina All Purpose Cleaner kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina, usafi ni afya.